Nini kazi subgroup? Subgroup, kazi ya subgroup. Subgroup kwanza manake ni sub, manake ni under. Alafu group ni kundi. Kwa ni kundi ambalo liko chini. Manake kwamba hii ni hatua ambayo iko chini ya main. Kabla sauti haijatoka kwenye main, basi ni iko hatua moja nyuma. Kwa hiyo kama ni sauti zinapita kwenye hii njia, zinakuja kwenye subgroup au zinakuja kwenye main. Au unaweza kaamua hii mic njia itoke moja kwa moja iende kwenye main bila kwenye subgroup. Kwani of course ipo nyuma ya main, haiko mbele ya main. Sasa group hili ni kundi, na hili kundi manake unaweza ukaweka kundi mbalimbali kwenye hili eneo la subgroup. Kwa mfano, unaweza kusema microphone zote zile ambazo za kuitikia au zile mic ambazo nasema ni backing vocal, wana backing kwa nyuma. Zile mic zote kama ni 6, ni 3, ni 4, ukazichagua zote hapa kwenye hii subgroup 1 2 3 4. Ukichagua namna hizo zote utasema unaziweka hapa. Kwa hiyo yule ambaye ni kiongozi anaimba, tutasema a leader, leading vocal. Anapoimba labda ile asifunikwe na hawa wa nyuma, backing vocal. Kwa sababu backing vocal umeziweka hapa, ukipunguza hii fader unapunguza wote kwa wakati mmoja. Kwa maana yake kipungua hivi kwa kiwango fulani kinamruhusu yule mtu ambaye ni leader aweze kusikika. Sasa mixer, zipo mixer nyingine za subgroup nyingi tu, 1 2 3 4, kwa zote nobu ziko kama 3 hivi. Kwa zote zinatumika kuorganize makundi mbalimbali. Njia nyingine ambayo subgroup inatumika, kwa mfano unaweza kusema vifaa vyote, labda drum yote unaiassign hapa. Mic zote za drum kama ni labda ni 5 6 7 8 whatever, zote mic za drum unasema unaziassign kwenye subgroup fulani, labda ni 3 na 4. Kwa ukiziweka pale, maana yake ukipunguza hii volume na zile volume zote za ile kundi lote la drum litakuwa linapungua. Kwa hiyo kama watu wanaimba kwenye wana perform mahali, alafu kuna vyombo viko juu sana kuliko wale ambao wanaimba, basi unaweza kupunguza instrument zote ili kwamba yule mtu anaimba aweze kusikika. Kwa sababu group ina faida kubwa. Njia nyingine ambapo subgroup inatumika, kwa mfano kuna mazingira mengine labda pengine unataka labda waimbaji wale uweke kitu cha deesser, kuna zile SS, kuna sauti fulani ambazo kama zina kera za kuanzia 4 kHz mpaka 10 kHz. Unaweza kaamua zile zote zikishafika hapa kwenye subgroup. Kuna hizo mix ambazo ndogo za kisasa, kuna mix ambazo baada ya subgroup hapa umeweka sehemu ya kuinsert. Kwa unaweza baada hapa ukachukua zile output hapa kwenye kwenye subgroup hapa ukaweka deesser. Deesser ile ikaondoa zile SS sound, ikawa clean, afika ingia kwenye kwenye main. Badala kwamba kila line uiconnectie deesser, ina maana unakuta kama ni mic ni 4 au ni 6 za back vocal zote kwa pamoja unaweka deesser hapa. Au wengine anachukua baada kwenye subgroup wanaweka compressor baada ya output ya subgroup. Ukiona mic nyingi za kwenye mixer nyingi za digital, utaona hiyo function pia ipo. Kwa ni muhimu ukafahamu kwamba subgroup inaweza kuchukua zote kazi compress sauti zote kwa wakati mmoja. Subgroup pia inatumika, inaweza katoka hapa kwa sababu ni kama mixer nyingine. Ukatengeneza labda mixing nyingine ikaenda labda kwenye speaker ambazo labda kama kuna eneo ni kanisani au ni sehemu fulani, kuna eneo tofauti labda liko nje na wengine wako ndani. Kwa hiyo zile speaker za nje ukaamua ukazitolea kwenye subgroup hii. Ukaweka mix yako nzuri kabisa, wakanasikiza upande mwingine. Kwa kuna main na upande mwingine. Au kama ni delay speaker, labda ukumbi ni mrefu, nataka katikati uweke speaker ili watu waweze kusikiza vizuri, naweza kama output ya subgroup kaipeka kwenye zile speaker. Kwa hiyo subgroup ni nyenzo ambayo ni ya muhimu sana, na muhimu sana kwa watu ambao wanafanya live, at least wana subgroup 2 3 na kutegemeana na matumizi yao. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi 20,000 tu.